ligi ya taifa ngazi ya wilaya ya Arusha mjini ilifunguliwa rasmi katika viwanja vya Balaa kwa kuchezwa michezo miwili. Mchezo wa kwanza ulikuwa ni OBFC Academy ambapo ilikuwa na shindana na Nyota Academy. Mchezo huu umemalizika kwa OB kushinda goli 2 na Nyota hawakupata kitu. Lakini pale jioni ulichezwa mchezo mwingine ambao ulikuwa unakutanisha kati ya Uhasibu Academy na Magnet Youth Academy. Mchezo ulikuwa Uhasibu Academy wameibuka kwa magoli 2 na Magnet Youth wamepata goli 1. Kwa ligi yetu leo imepata ufunguzi mzuri kabisa wa aina yake. Na hakika leo naweza kusema kwamba maono ya viongozi wa chama cha mpira Arusha mjini leo yameenda kudhibitika katika viwanja. Yale mawazo ya kuchezesha ligi ya wilaya na vijana chini ya miaka 17 leo tumeenda kuona matunda. Umepigwa mpira mmoja ambao kweli unaona kabisa hizi academies na jambo inaliandaa kwa ajili ya mkoa wetu wa Arusha. Baada ya miaka 3 nikwambie Godson, ya Arusha yetu tutakuwa na vijana ambao wamepikwa, wameandaliwa vizuri, na kwa kuwa viongozi wa chama cha mpira Arusha mjini tumetoa fursa kwao, basi nina imani baada ya miaka 3 ndani ya Arusha kutakuwa na timu na vijana ambao wamepikika na wanakuwa wako kwenye ngazi zote ambazo unazijua katika ligi za nchi yetu ya Tanzania. Kwanza walimu wamefanya jitihada zao vizuri. Nimeona kila mwalimu alijipanga, unaona ushindani. Leo ukingekuepo katika uwanja basi usingeona utofauti kati ya wakubwa na vijana wa chini ya miaka 17. Umepigwa mpira wenye mvuto mkubwa sana. Nimeshuhudia Nyota wakiwa wamepoteza lakini wakiwa wako vizuri, lakini OB wakiwa wako vizuri. Mechi ya jioni ilikuwa ni kali mno. Uhasibu Academy zidi ya Magnet Youth. Yani mpaka mimi mwenyewe nikashangaa, Magnet Youth wanapoteza mchezo lakini huku naona kabisa kwamba yes, hawa vijana wako organized kweli, walimu wanafanya kazi zao kweli, shule zipo ndani ya wilaya yetu ya Arusha mjini na zinafanya majukumu yake ambavyo yanatakiwa. Kwa sababu ukishuhudia leo, mtu aliyebahatika kushuhudia katika viwanja vya Balaa atasimulia kama ambavyo mimi ninazungumza, kulikuwa na ubora sana. Hakika ninaamini kwamba msimu huu tutakuwa na ligi bora sana ya wilaya Arusha mjini. Kwanza leo nitumie nafasi hii kutoa pongezi kubwa sana kwa timu yangu ya IAA kwa kufuzu leo jana. Mchezo wao wa jana uliwapelekea kuqualify kwenda First League. Unajua viongozi wakiwa na ndoto chanya ni lazima zitimie. Unapofanya majukumu yako kwa usahihi, mipango yako unatimiza kwa usahihi, lazima ufanikiwe ndani ya kiwanja. Kwa kutokana na kwamba vijana tuliwaandaa vizuri. Unajua IAA, unakumbuka Godson, wakati tunaanza nao kwenye ligi ya wilaya tuliwaandaa vizuri kuwa washindani. Na mlipambana kweli kweli. Yani vile ambavyo tuna ndoto zetu kweli zinatembea na zinatimia. Kwa sababu kweli tuliwekeza mawazo yetu sehemu sahihi. Lakini viongozi, pongezi kwa uongozi wa Uhasibu pale chuo kikuu na chini ya profesa, ili kimetimiza malengo. Kwa sababu asingesupport yeye kama mkuu wa chuo, basi nafikiri timu isingepata budget nzuri, wala si ajabu timu ingekosa kituo hapa. Kwa yote haya ni kuunganisha mawazo kati ya viongozi wa mpira na viongozi wa timu zenyewe, lakini kuwapongeza walimu wetu ambao wanafundisha vijana. Kwa huku tunakoelekea, tunaelekea kupata timu bora sana. Leo hii tunafanya maandalizi ya hizi timu za under 17. Lakini nikwambie, ukisema under 17 baada ya miaka 3 hawa watu wanakuwa wako kwenye 20. Kwa hiyo watakuwa wamekomaa. Tumewaandaa vizuri kuwajengea ushindani, wanakomaa tayari kwa kupeleka. Kwa tunaamini baada ya misimu 3 ijayo Arusha yetu tutakuwa na vijana ambao wako bora, wana uwezo wa kwenda kutumika sehemu yoyote. Kwa hata kama tutashindwa kupata timu ambayo inatuwakilisha ndani ya mkoa wetu wa Arusha ama Arusha mjini hapa tulipo, lakini na imani malengo yetu ambayo tumeyaweka kwamba tuhakikishe ligi yetu ya ligi kuu, championship, first league, vijana wa Arusha wanacheza timu tofauti za Tanzania. Tunakuwa na vituo viwili. Tutakuwa na vituo viwili kwa hii kwenye group stage. Tutakuwa na uwanja wa Balaa, lakini pia tutakuwa na Gymkhana. Lakini tunapofanya ligi yetu tutacheza kwa kila weekend, sababu tunacheza vijana wa chini ya miaka 17. Kwa kila weekend ndio ligi yetu itakwenda. Lakini tutakapofika kwenye ngazi ya robo,
na semi final mpaka final. Mungu akitujalia tutahamisha mashindano yetu kuhamia kwenye uwanja wa Philips Morombo kwa ajili ya kupeleka ushindani ambao tunaamini kwamba ngazi ile ni ngazi ya knockout ambayo itafanywa vile ambavyo kila mmoja anatamani kushuhudia. Kwa tutafuata watu kila sehemu. Kwa leo tuko Gymkhana, kesho tuko Balaa, lakini baada ya robo finali ikifika tunahamisha mashindano kwa sababu tunaamini fursa za mashabiki wetu wa Arusha mjini. Kwa tutakwenda uwanja wa Morombo. Lakini finali tunatamani sana finali yetu ichezwe ndani ya uwanja wa stadium. Kwa hiyo Shamli Abedi tukipata nafasi nzuri kama wamiliki wa uwanja watatukubalia, basi tunaamini kwamba finali yetu ya msimu huu ambayo tutaifanya itakuwa kwenye uwanja wa Shamli Abedi. Haya mashindano tunaanza kwa sasa tunakwenda yanatupeleka finali, tunatarajia itakwenda finali itakuwa tarehe 8 mwezi wa 6. Tutakuwa tumemaliza ligi yetu kwamba tumefungua leo Mei Mosi, lakini mpaka tarehe 8 mwezi wa 6 tunatarajia tumepata bingwa wetu wa wilaya. Ndio. Ya mazingira ya uendeshaji wa mpira, yes, tunapata ufinyu wa budget ambayo inatupelekea kupata zawadi zote zikatoka. Lakini zawadi kubwa kwa timu zetu za ligi ya wilaya ni promotion. Inakuwa inatoka kwenye ligi ya wilaya, inapata promotion, yule bingwa anakwenda ligi ya mkoa. Hiyo ndo zawadi kubwa ambayo walimu huwa siku zote wanajiandaa nayo. Lakini vitu vingine kwa sababu tunaamini tunafanya kazi na makampuni tofauti, mashirika ambao tunayaomba kila siku atusupport, na kwa kuwa tumeintroduce ligi ya vijana, tunaamini kwamba tutapata sponsor ambao watakuja kuwekeza hela zao kwa sababu wanaamini kwamba vijana unajua wanarudisha. Kwa tukifanikiwa basi zawadi kila engo zitatangazwa na zitakwenda. Msimu huu tumebadili mfumo kwa sababu ya mazingira ambayo tunaandaa. Lengo letu kubwa kuchezesha ligi ya under 17. Lengo sio kwenda kuwa champion wa ligi ya mkoa. Lengo letu ni kutengeneza malengo ya muda mrefu ambao tutakuwa tumeandaa kizazi ambacho ni bora. Kwa kuwa tunafanya hivyo, timu nyingi ziko kwenye ushindani. Kwa hiyo haziwezi kuja kwenye viwanja walimu wakachukua vijana wa under 17 wakati wao wamekuwa tayari championship, wanahitaji ushindani ambao umefanya nini, umekamilika. Kwa hiyo msimu huu walimu hawatakuwepo kwa sababu kwanza watoto wote tunaocheza nao vijana ambao wako uwanjani wako wanamilikiwa na shule nyingi. Safari hiyo ndio maana usikii timu zile zingine za kawaida kwa sababu tumetangaza fursa hiyo zinakosa kwa sababu hazina huo umri. Kwa hiyo ndio maana unaona leo hii kila timu ambayo unaiona kwenye group unaiona ni shule ya mpira.